Mkumbukwa Sista Maria Claudia Mapalala, mama mkuu wa 4 wa shirika la mabinti wa Maria Tabora kuanzia mwaka 1988 hadi 1991. Sista Maria Claudia Mapalala alizaliwa tarehe 6 ya mwezi wa 7 1930 katika kijiji cha Izimba, parokia ya Usongo, Jimbo Kuu Katoliki Tabora, akiwa ni mtoto wa 9 kati ya watoto 11 wa familia ya mzee Bernard Mapalala na Difna Sinzo, na kupewa jina la bibi yake Kapemba. Alipata sakramenti ya ubatizo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 1930, akaitwa Elizabeti Kapemba. Mwaka 1941 alianza masomo ya elimu ya msingi hapo Usongo. Akiwa bado mwanafunzi wa shule ya msingi, alijiunga na shirika la mabinti wa Maria Tabora mwaka 1944. Kuanzia mwaka huo hadi 1948 aliishi kama mwanafunzi wa utawa na alipewa jina la utawa Sista Maria Claudia Mapalala. Aliweka nadhiri zake za kwanza katika shirika la mabinti wa Maria Tabora mwaka 1949. Kuanzia mwaka 1950 hadi 1952 alifuata masomo ya sekondari ya wasichana yaliyokuwa yakitolewa kwa wakati ule Ndala, Tabora. Mwaka 1953 hadi 1955 alipata kozi ya ualimu hapo hapo Ndala, na mwaka 1957 alitajwa kuwa mmoja wa walimu katika shule hiyo ya Ndala. Mwaka 1958 aliweka nadhiri zake za maisha na kuendelea kufundisha hadi alipochaguliwa kwenda kuchukua mafunzo ya elimu ya kufundisha watoto viziwi huko Ireland na Uholanzi kwa miaka 3. Kwa muda wa miaka 24 alifundisha katika shule ya watoto viziwi Tabora hadi tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 1988 alipochaguliwa kushika uongozi kama mama mkuu wa shirika la mabinti wa Maria Tabora. Alipenda ushirikiano kiasi kwamba alifanya mpango watoto wasioona na viziwi wacheze pamoja, yaani wasioona wapige ngoma na wasiosikia wacheze ngoma hizo. Licha ya majukumu yake ya kufundisha elimu ya kawaida, alikuwa mwalimu hodari wa dini, kutunga na kufundisha nyimbo za dini kwa vijana, nyimbo za utamaduni na maigizo. Aidha, Sista Maria Claudia Mapalala alijishughulisha sana na vyama mbalimbali vya utume, ikiwa ni pamoja na kushiriki mchakato mzima wa kuanzisha umoja wa wanawake wa Katoliki Tanzania, yaani WAWATA, katika Jimbo Kuu Katoliki Tabora kuanzia mwaka 1971 hadi 1972 ilipowekwa rasmi. Mwaka 1972 akiwa kiongozi na mshauri wa WAWATA kijimbo, alichaguliwa pia kuwa makamu mwenyekiti kitaifa wa WAWATA. Pamoja na hayo, Sista Maria Claudia Mapalala anakumbukwa kwa moyo wake wa upendo na kutumia vipaji alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, sio tu kwa kutafuta utakatifu binafsi, bali pia kwa manufaa ya jamii. Alikuwa mchoraji mzuri wa picha, alikuwa mfinyanzi, mpenda kilimo, bustani za matunda na maua. Katika utendaji wake alikuwa mnyenyekevu, mtii, mvumilivu, mwenye ibada, bidii na kuwajibika katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Mkumbukwa Sista Maria Claudia Mapalala alihitimisha maisha yake hapa duniani tarehe 14 mwezi wa 1 mwaka 1993 saa 1:45 usiku, baada ya kusema maneno yafuatayo, na nukuu: ninawashukuru wanashirika wote, wamama wa
wakuu wa mashirika yote, pamoja na ndugu zangu wote, msilie wala kusikitika. Mimi ninakwenda kwa Baba. Mwili wangu utakufa, lakini roho yangu ni nzima. Ninawaombea wote. Mwisho wa nukuu. Shirika la Mabinti wa Maria Tabora, ambalo ndio shirika la mkumbukwa Sister Maria Claudia Mapalala, ilianzishwa na Mhashamu Askofu Joseph George Edward Bishop, misionari wa Afrika, yani White Fathers, huko Trawi Mbulu, katika vikariati ya Unyanyembe wakati huo. Msimamizi wa shirika ni Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Lengo au shabaha ya shirika ni utakatifu wa mtawa binafsi, kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo kwa nguvu zote kwa kutimiza matakwa matakatifu ya Mungu kamilifu na kuendeleza ufalme wa Kristo hapa duniani. Na karama ya shirika la Mabinti wa Maria ni upendo na huduma inayowasukuma wanashirika kuwa na uhai wa uinjilishaji katika kanisa. Utume wa shirika la Mabinti wa Maria ni la utendaji, yaani kuendeleza ufalme wa Mungu kupitia nyanja za ukatekista, ualimu, uuguzi na shughuli nyingine kadiri ya mahitaji ya kanisa na alama za nyakati. Daima wako tayari kutoa huduma popote kwa watu wote, wakijihimiza kuwa wakarimu na kukaribisha wageni. Mwanzilishi wa shirika la Mabinti wa Maria, kumbuka Askofu Joseph George Edward Bishop, kabla ya kuanzisha shirika la Mabinti wa Maria, alifungua kwanza chuo cha katekesi Ndala mwaka 1928 kwa lengo la kupata makatekista kwa ajili ya kufundisha dini, na vile vile mwaka 1929 akafungua sekondari ya St. Mary's Tabora. Aliacha alama hizo duniani na kumrudia Muumba wake tarehe 18 mwezi wa 6 1945 huko Rubaga mjini Kampala nchini Uganda, na ndiko alikozikwa katika kanisa kuu kama ilivyo desturi ya maaskofu kuzikwa. Roho za marehemu Sister Maria Claudia Mapalala na Askofu Joseph George Edward Bishop zipumzike kwa amani. Amina. Tunawashukuru kwanza Mhashamu Baba Askofu kwa kulianzisha shirika hilo ambalo ndani yake alijiunga Sister Maria Claudia Mapalala na kufanya kazi katika shirika hilo, na mwisho katika utume wake akazaa chama hiki cha kitume cha wanawake wa Katoliki Tanzania, WAWATA. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa makofi na vigelegele. Hiyo ndiyo historia ya Sister Maria Claudia Mapalala, ambaye kaburi lake jana tuliliona kule Kipalapala kwenye makao makuu ya shirika.